usipitwe na habari na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Molly TV, feel the difference. Hello, mambo vipi mtazamaji wa Molly Online TV? Leo nimekuletea kitu cha kipekee kabisa ambapo nilitumia meseji ya kitapeli na mtu. Meseji kama unavyoiona hapo kwenye screen yako kwamba mpigie huyo mganga atakusaidia shida zako. Basi moja kwa moja mimi kama content creator, kama Molly Online TV nikasema embu nichukue content hii na niweze kuwasaidia watazamaji wa Molly Online TV waweze kujifunza jinsi gani matapeli huwa wanafanya. Okay, karibu kwenye mazungumzo yangu mimi na mganga. Welcome. Habari za nini huko? Salama kabisa. Natumia namba yako hapa na shemeji yangu hapa. Sawa, wewe ni nani? Mimi naitwa Saidi. Saidi, uko sehemu gani? Nipo mkoa wa Ruvuma, Songea. Sawa. Nakusikiliza Saidi. Sawa, sasa mimi nataka nije unisaidie. Mimi shida yangu ni mimi hapa ni mtu wa create content. Unasema? Mimi nafanya kazi ya create content, sasa nataka nyota. Sasa ya kufanyaje? Mimi sielewi mnaponiambia hizo habari za watu, mimi sielewi. Mimi nataka niwe na nyota kwenye content zangu ziwe zinatazamwa na watazamaji wengi, yani napata viewers wengi, watu wa subscribe, wa like. Mimi msanii yani mimi msanii, naona wewe hujaelewa, ila mimi msanii. Unataka kusafishiwa nyota, si ndio? Yani hata kama nitasafishiwa, ila mimi shida yangu ni napata watazamaji wengi, watu wanifahamu. Sasa utapata watazamaji wengi, hauna nyota yako itasafishika, si lazima tuisafishe. Maana shida yangu ndio hiyo, watu wa subscribe channel, wa like. Wewe ni mtu wa mtandao? Ndio, nafanya mtandaoni. Sasa ndani ulize, hiyo inawezekana kweli kupata nyota kwenye vitu kama hivyo vya mtandaoni? Inawezekana kwa sababu umeona wengine wanasaidiwa. Umbe wengine wanafanya matuto, wakina konkada wote umeona wanasaidiwa kwa sababu hizo ni mng'ao wa nyota. Kwa wasanii wengine pia wana wenyewe, kumbe inawezekana na wenyewe washafanya. Waigizaji wengine. Sawa. Mimi channel yangu inaitwa Molly Online TV. Sasa nitumie jina la channel yako, nitumie na majina yako, sawa? Alafu sasa nipate na gharama ya 6,700 ili niweze kuingia kwenye chumba kwa kuangalia. Sawa, sasa mimi kana niuliza hapo, maki watu wanasema kwamba kuna kafara inabidi toe, labda toe sijui ndugu au rafiki. Wewe ni wa channel babu, kafara unaitolea wapi? Mimi na marafiki zangu nataka tu niwatoe kafara, nitajirike, nipate channel yangu ikue. Sasa labda nikupe babu yangu mwenye asira za kafara ambaye zungumze naye. Shemeji yangu mimi yeye ana hela atajiri, japo yeye afanye mambo ya online. Anafanya haya. Ongea na kijana, ongea tu na mzee ambaye mimi amemsaidia dawa hapa, naye ataweza kusikiliza. Yeye ndio anapenda masuala ya kumwaga damu. Yaani mimi nataka kuna mtu anaitwa Chief Godlove naye ana hela sana. Sasa mimi nataka hata niwe tajiri hata nusu yake tu. Yaani makeda maisha magumu. Kuna mtu mmoja anaitwa Chief Godlove. Sasa yule jamaa anasema utajiri unapatikana kwenye nguvu hizi za asili. Sasa na mimi kwa nataka tunafanyaje hapo kama haki kiukweli mimi wao unakuta una marafiki, sasa marafiki wenyewe hawana hata faida. Mimi nataka hata niwatoe kafara. Aya, huyo mwenyewe unayemtaja ngoja nikupe namba yake. Si unataka namba ya Chief Godlove?
Sasa mimi nataka wewe nimzunguke. Mimi sitaki ajue kama mimi nishapita huko, yaani tusifahamiane. Tukutane tu kwenye hela, sawa? Hapana, yeye mwenyewe nilishamsaidia, alishakujaga hapa kwangu, alikanyaga hapa. Kwa hiyo naweza nikampigia akakupa pesa. Au unataka umzidi zaidi? Mimi kumzidi yeye sitaki, ila tu ninachotaka mimi ni channel yangu kwanza ya TV, Molly Online TV ikuwe kubwa, watu wa subscribe, watu wa like ili unaweza kubaka kachanga. Baka mtoto mchanga. Yule aliyetoka amezaliwa siku 3. Yaani kwa masharti mimi nataka masharti labda yakafaa. Shati gumu, hamna masharti mengine. Ndio masharti ya pesa hayo mwanangu, ndio masharti ya mizimu, kumiliki manyumba na kumiliki magari na kumiliki vitu vikubwa. Vitu ambavyo vina mamlaka kwenye hii dunia. Hilo linakuwa gumu kidogo. Mimi shida yangu nipate. Basi wewe nafsi yako ni ndogo katika umiliki wa pesa. Wewe utakuwa kama Makmuga. Maana wewe huwezi kumiliki pesa kwa muda mrefu, nafsi yako ni ndogo. Sasa tunafanyaje, unanisaidiaje? Mimi nataka masharti hata kama pesa ndogo, ila hilo sharti gumu. Ngoja nikufanyie sasa, inabidi nikutazame mwanangu. Sawa? Inabidi nikutazame. Kama una gharama ya kutazamiwa, mimi niko tayari muda huu nianze kazi yako. Sawa. Sasa ndio gharama ya kutazama maana nyota yangu ili uiangalie kwamba Molly TV inaweza ikawa kubwa au vipi? Gharama yake ni 45,000 tu mwanangu, ni ndogo. Pamoja na vifaa na kila kitu. Sasa ujue huyu ndugu yangu ndio kanipa namba, ila sasa mimi nikajua labda niweza nikutumia uweze labda ukaniblock kweli. Unasema? Nikutumia uweze ukazima simu, maana kuna mtu ashaiku wewe mwanangu, mimi ni mtu mzima. Yaani paka na wewe hapa, mimi sio kijana ambaye labda unasema mimi huko vijana wapumbavu au wanaokuwa wanafanya shughuli za uongo. Mimi ni mtu mzima. Mimi naongoza hii ni mizimu ambayo yenyewe inaniongoza nifanye nini kwa wakati. Kama wewe una wasiwasi na mimi, ndio maana nimekuambia na nimekueleza, kama una wasiwasi na mimi unaweza ukaendelea tu na mambo yako mengine. Maana mimi sasa mizimu yangu itakuwa inafanya na mtu kazi, alafu mtu ana wasiwasi na mimi. Mimi napenda kijana anafungua moyo wake. Moyo wa mafanikio unafunguliwa na nafsi yako wewe mwenyewe. Sijui unanielewa? Ndio, nimekuelewa. Sasa basi nisaidie, alafu mimi nikifanikiwa tu nitakupa hela. Yaani baba, hizo shughuli mimi huwa sifanyaji. Ndio kana namwambiaga mtu mapema kama nilivyokuambia hapa, sawa? Kama una shughuli nyingine za kufanya unaweza ukaendelea nazo. Maana mimi siwezi nikawa na wewe ndio mtu unayehitaji mafanikio alafu mimi nikupambanie. Hawa wagonjwa walioko hapa watakuwa wanakuona wewe unavyopambaniwa, alafu mimi ndakuwa naonekana. Alafu wewe kijana, hivi wewe una miaka mingapi? Mimi na miaka sasa hivi 33. Baba, bado wewe miaka yako hiyo 33, bado akili yako kuna vitu inatakiwa iwe inatambua, sawa? Mimi shida yangu sasa hivi Molly TV online, watu wa subscribe na like. Sasa hiyo shida yako unayoisema, hata kama umepata mali baba, uweze ukakaa nazo, zinaweza ziishi hata siku 3 kutokana na masharti yangu. Mimi masharti yangu ni makali. Kijana kama wewe usije ukaondoka duniani, sawa? Alafu kuna huyu jamaa mwingine anaitwa Klamu, anaigiza watu Yaani wewe mbwa, unanisikia? Mimi nitakuchapa na kimbora ili unione kwamba mimi mwenyewe ni mshenzi. Sasa wewe kama unataka njoo waone hao nikutobe nikakupeleke kwao. Maana mimi mwenyewe ni mtu kafiri. Na msanii anaitwa Clamvevo anaigiza Big Boss kama huyo Clamvevo njoo naye nikutombe naye wewe na yeye ni watombanishe. Yule Clamvevo anaigiza kama mchawi. Sana mimi nilikuwa nataka uchawi kama ule. Ngoja leo siku utaona atakapo kutomba wewe mkuu. Kama ulivyosikia, hayo ndio maongezi ambayo nilikuwa nikiongea na mganga. Kama unavyoona mwishoni amesha kunitukana. Kwa hiyo message nyingi unazozipokea kwenye simu yako kwa nazo makini.
make sure una share ujumbe huu, una like na una comment hapo chini. Wewe ushakutana na tapeli, ilikuwaje story yako? Share na watu wengine waweze kujifunza. Hii ni Molly Online TV. Nikuombe ubonyeze maandishi mekundu yaliyoandika subscribe. Ciao. Ili usipitwe na habari na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Molly TV, feel the difference.